Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV yako pendwa Halal Charity TV, karibu tena ndani ya kipindi cha biashara mashinani, na hii leo kama unavyoona niko kwa manukato. Leo hii tumetembelea duka la ndugu yetu Yahya kwa jina Zain Ice Cream na Top Fragrance, na hii leo tunaangalia biashara yake kama hii, tuweze kuangazia ni yapi alionayo, yapi ametuletea, yapi ametuandalia katika biashara yake kama hii. Ungana nami hii leo tuweza kujua safari yake yapi ambayo ametupatia sisi na nasaha gani anazo kwa vijana wetu hii leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Alaikum salam. Tunashukuru sana sisi kama Halal Charity TV kutembelea wewe hii leo katika biashara yako kama hii. Nipenda ujitambulishe kwa wanaoangalia video kama hii, kwa majina, waitwa nani, biashara yako yaitwa nini na inapatikana sehemu gani? Kwa majina naitwa Yahya Abdul Karim Said. Biashara yangu inapatikana ndani ya Mtwapa, tuko opposite Equity Bank. Biashara yangu inahusisha vitu kadhaa, ikiwemo ndani yake tunauza maperfume, manukato ya kupima, tuko na ice cream, tuko na madera kina dada, tuko na viatu, kofia, chakula, vyakula hivi. Tunauza juice pia. Na jina la biashara kama hii? Biashara hii tumeipa jina mbili, kwa tunaita Top Fragrance, okay, and Zain Ice Cream. Oh, Zain Ice Cream upande wa ice cream, the Top Fragrance ya marashi. Mashaallah. Hii biashara yako naam, ulianza lini ama iko na miaka mingapi na miezi mingapi? Okay, kimimi toka 2023 nilikuwa nikifanya biashara ya marashi. Okay. Ambapo nilikuwa niko mobile. Nanunua bidhaa nikizungushia watu, wateja ambao nawajua. Alhamdulillah nilipata kujuana na watu na biashara yangu ikapanuka hivyo polepole. Okay. Mpaka ikafikia wakati nikawa nina display hapa nje ya duka. Okay. Kabla ya kuingia dukani ikawa nimeanzisha biashara ya marashi ya kupima na kunao marashi zingine tofauti. Okay. Inshallah alhamdulillah polepole nikainukia mpaka mwaka wa jana Novemba ndo nikafanikiwa alhamdulillah nikafungua duka sasa. So toka Novemba mpaka sasa hii ndo duka lako limefungua rasmi, yani duka kama hili? Nimefungua rasmi alhamdulillah. Katika hiyo hadithi ya kuwa ulikuwa mahali nje hapo katika display, pengine ueleze wanaotazama video kama hii kilichokufanya wewe uchague biashara kama hii ama nafasi kama hii ya biashara? Lakini kuna manukato, kuna madera, naona saa ziko hapa. Nini kilichokufanya uchague biashara kama hii? Okay, kwa upande wa marashi hili ni jambo ambalo nilikuwa napenda kulifanya toka kitambo mimi mwenyewe. Okay. Hata ilikuwa nikienda mahali sokoni, kitu ambacho cha kwanza napenda kuelekea ni upande wa marashi. Kwa sababu mwenyewe hupenda kunukia vizuri. Na pia ukiangalia mshtama wetu, vijana wengi wanapenda pia ile kunukia vizuri. Hasa kwa upande wa ukiangalia upande wa sekta ya mambo na kunukia vizuri, hii jambo la perfume, mambo kama marashi, yani inawacha athari pia. Yani kuna mahali unaweza enda, ukiingia mahali kama pale ukasikia harufu, utasema huyu ni mtu fulani. Unamjua paka kwa ile harufu yake, unajua huyo mtu ni nani. Okay. Yani hii ndio jambo ambalo limenifanya paka nikaanzia polepole, alhamdulillah Allah kaniwezesha na nikamfanikiwa katika sekta kama hii. Kisha baadaye nikaanza kuongeza polepole, nilipofungua duka nikaleta mashine ya ice cream. Na jambo lililonifanya kuleta kitu kama hii ndani ya Mtwapa ni kwamba tukisema mfano kama ice cream, mtu akitaka ni paka labda ende town. Ukiangalia town labda ni distance mbali, alafu pia bei yake inakuwa bei ya juu. Lakini sisi ndani ya Mtwapa tumewaletea ice cream na pia katika bei nafuu. Yaani ukija na shilingi 20 yako unaweza pata ice cream na kitu kitamu. Naam. Asante kwa kutueleza safari yako ya toka ulipokuwa unapenda marashi mpaka ukaja kununua ice cream. Naona pia kuna madera, kuna handbag, kuna accessories nyingi za pia haswa za wanawake pia. Pengine utueleze kilichokufanya ulete accessories hizi za wanawake vile vile. Mambo ya upande wa wanawake, duka kama hili
siko peke yangu, tuko shirika mimi na dadangu. Okay. Sasa kwa upande wa manguo, vitu kama hivi vya wanawake nini, dadangu alikuja na fikra hiyo na tukaamua tushikane pamoja tukafungua duka kama hii. Wazo zuri sana. Mashaallah. Katika biashara lazima, na umekaa hii biashara toka uanze kuuza marashi mpaka sasa, lazima kuna faida nyingi umepata wewe mwenyewe binafsi. Pengine utueleze faida gani wewe umeweza kupata kutokana na biashara kama hii yako? Jambo la kwanza nimeweza kupata experience kwa mtu kujiandika kazi mwenyewe kibinafsi. Na jambo la pili, kwa upande wa biashara kama hii nimeweza kujisaidia mimi mwenyewe na kujitegemea mimi mwenyewe. Okay. Naam. Na vijana vipi unawasaidia ama vipi wanafaidika na hii biashara vijana wa Mtwapa? Kwa vijana wa Mtwapa, alhamdulillah, biashara kama yetu hasa upande wa marashi tuna deal na retail na wholesale. Okay. Sasa katika upande wa wholesale nimeweza kupata vijana kadhaa ambao walikuwa wamekuja wakinunua marashi kwangu, nimewapa idea ya wao pia kuanza kuanzisha biashara kama hii. Sasa alhamdulillah nimewapa idea kama hiyo na wameanza kuchukua kwangu na uzia ki wholesale na wao pao wanapata riziki yao kupata faida. Na alhamdulillah wanaendelea vizuri. Okay. Na jamii ya Mtwapa kama jamii kwa ujumla, area kama hii, ni faida gani unapata kutokana na biashara yako kama wewe mwenyewe? Upande wa jamii alhamdulillah, yani kwa wateja ninaopata wanashukuru sana. Jambo la kwanza, kama kwa upande wa ice cream tumewaletea kitu kizuri na kwa bei nafuu. Na si ice cream peke yake, hata ukija kwa marashi na kupatia na bei nzuri, ukija kwa madera, kwa kofia, yani alhamdulillah watu wanasema kidogo bei yetu iko nzuri, na hiyo imeweza kuhikimu mahitaji yao, yani kwa jambo ambalo labda walikuwa wanalitamani na hawezi kulipata kwa sababu ya yani hali ya maisha penye iko sasa. Na kwa kila biashara lazima ukipata faida, ukipata chochote kile, lazima kuna changamoto unapata. Na challenges ambazo ziko katika biashara kama hii, pengine tutajie challenges kadhaa ambazo wewe unapitia katika hii biashara. Hii biashara inapitia challenges gani? Okay, challenge ambayo napitia ya kwanza tunaweza sema ni katika upande labda wa kusource vitu hivi. Yani kivipi? Ni kwa upande wa bei kupanda na kushuka. Unaweza enda labda ukachukua kitu na 200, kienda mara ya pili labda mali imeisha ukapata bei imepanda, si 200 tena ni 250. Yani bei hupanda na kushuka, na hii inasababisha matatizo wakati customers wanakuja, kwa sababu wewe ukipandishwa bei wewe itabidi upandishe bei. Kweli. Na hiyo ni kitu ambayo customers hawapendelei, yani kitu ikipanda. Kweli. Maana jana amekuja pata bei hii, kesho akija anapata bei. Naam. Okay, na security iko vipi ile kama hii? Security alhamdulillah ni salama. Alhamdulillah Mtwapa ni mji ambayo unapanuka. Na mashallah watu wa Mtwapa ni watu wanaojuana. So alhamdulillah yani kuko salama. Naam. Nasema ni kwa upande wa stima, hasa kwa sisi ambao tunadili na vitu kama ice cream. Wakati stima imepotea inakuwa ni changamoto kwetu, maana hatuwezi kuuza na wateja wanakuja wakihitaji kitu kama hicho. So stima, kwa sababu hii ni machine natumia stima, na kuna vitu pia kwa freezer ambavyo lazima tumie stima. Kwa sababu stima ikipotea hiyo ni challenge kubwa sana. Ni challenge, yes. Sababu itakuwa hakuna biashara inafanya. Na pia kuna mali wakati mwingine uharibika kwa sababu vikiayuka kama kweli kabisa. Naam. So, wengi wanaangalia kipindi kama hichi na haswa wanapendezwa na zile hadithi na maisha ya wale ambao tunawahoji. Haswa wakati ambao wanafika mahali katika biashara yao, watakujua pengine huyu je, maisha yake ya biashara ashafika mahali akakata tamaa, ashafika mahali akafeli na karudi, ili na wao waweze kupata ile motisha ya kufanya nini, ya kufanya biashara na kurudi tena katika biashara. Sheikh, kutokea mahali kama nafasi kama hiyo. Naam, na natumai kwamba marhala kama hii sio mimi peke yangu, lakini bali ni wafanyabiashara wengi. Ishawatokea kwamba inafikia wakati nataka ku give up labda na biashara kama hiyo. Na mimi ilinitokea mwanzo nilipokuwa na biashara kama hii, wakati nilikuwa naleta mali na kupata wateja ilikuwa ni ngumu. Sasa inabidi uzunguke, utafute huyu, muelezee huyu. Kitambo paka watu kuja kujua kwamba mimi nadili na biashara kama hii, ilikuwa inataka subra sana yani. Lakini alhamdulillah sikukata tamaa, nikasema madamu Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa riziki,
nikaendelea kupiga moyo konde na nikapambana na hali hii alhamdulillah mpaka nilipofikia. Nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Kwa hiyo hii ni safari ambayo lazima kuwe na subra ndani yake. Lazima uwe na subra katika biashara yote, hasa mwanzo. Naam, pengine uambie wale ambao wamefika mahali wanakata tamaa, wanaachana na mambo kama haya, wapatie nasaha moja ambao pengine wao wataichukulia jambo kama hili, mbali na story yako, wataichukulia jambo kama hili kuwa ndo mwinuko wao. Naweza wanasihi wafanyabiashara wenzangu ama vijana ambao wanataka kuingia katika kujiajiri wenyewe. Jambo la kwanza, waweke subra hali ya juu, na pia wamweke Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kuruzuku, yeye ndio mwenye kutoa riziki, na wala sio kwa ujanja wetu wala kwa akili yetu. Ni sisi tu tufanye zile asbab, na Mwenyezi Mungu hutusahilishia njia na kubariki binadamu kwenye msafara wake wa kimaisha. Weke Mungu mbele na ufanye subra katika biashara ama katika jambo lako lolote unataka kufanya, kuanza kujikimu na haswa mwanzo wa ile jambo. Naam kabisa. Asante sana kwa advice kama hii vijana kwa wanaangalia, na natumai kijana kama wewe ambao umekata tamaa, kijana kama wewe ambao umefika mahali unataka kuacha na mambo unayofanya, basi jambo hili litaweza kukuinua wewe, kukupatia moyo zaidi uweze kurudi pale mahali ulikuwa unataka wewe mwenyewe kuwa kwa uwezo wake Allah. Biashara ni wateja, na bila wateja hakuna vile utafaidika katika biashara kama hii. Ni vipi wewe unafanya ama jambo gani unafanya wewe ambalo linakufanya wewe uamiliane vizuri na wateja wako ama umaintain wale wateja wako kwa kila siku? Jambo la kwanza ni uaminifu. Jaribu kwa kadri ninavyoweza kuwa mkweli na wateja wangu. Mathalan, kwa mfano amekuja mteja nataka marashi. Ikiwa marashi kama ile harufu yake haikai muda mrefu, basi mimi humpa ukweli. Nitamwambia bwana, hii kama wataka bei yake ni fulani na muda wake wa harufu na ukaniki kiasi fulani. Na pia kwa upande mwingine mteja huwa naamiliana naye kwa uzuri, na hakikisha kwamba lile jambo ambalo analitaka naweza kumfikishia mpaka hapo alipokuja kulitafuta. Mpaka ridhiki. Ndio. Naam. Na ile uaminifu venye umesema, na je kuhusu after service, baada ya ile service, mtu kama kuna kitu amechukua kimeharibika anaweza kuregesha pengine? Naam, huwa wanarudisha na wanabadilishia. Maana imetokea mara kadhaa umekuja wateja mathalan amenunua kitu kama miwani ama saa imeharibika, nimerudi nikambadilishia. Alhamdulillah, yani wanaendelea bado kurudi kwangu na tuendelea kufanya biashara pamoja. Kweli kabisa. Kwa mtaa kama huu ama mji kama huu ama kwa ujumla, unaona biashara wengi, na wewe ukiwa miongoni mwa wana biashara, pengine unawaambia nini wanabiashara wenzako katika sekta tofauti tofauti mbali na sekta yako pia? Kitu ambacho nisausia wanabiashara wenzangu ni kwamba waweke Mungu mbele, jambo la kwanza, na kwa kila muamala wanayofanya na wateja wawe wa kweli. Hiyo ndio jambo muhimu, na hilo ndio tutakalofanya mteja kama yule hata wakati mwingine atakapokuja kuchukua kitu fulani kwako ataweza kurudi akiwa ameridhika. Na jambo lingine ni ile consistency. Yaani mfano mfanyabiashara ndo ameanza kuingia katika biashara ya kujiajiri, awe na subra na aendelee kupambana katika hali hiyo hiyo. Na inshallah ipo siku itajipa biashara kama hiyo. Itajipa inshallah. Ningependa kupata nafasi kama hii kipindi chetu hichi cha biashara mashinani, ambapo nakupatia sekunde 60 mwenyewe na wateja wako uweze kujieleza na waweze kujua zaidi na waweze kujua unapatikana wapi, na vile vile waweze kuja kufanya biashara na wewe. Okay, sisi kama Top Fragrance and Zen Ice Cream tunapatikana opposite Equity Bank. Na tuna deal na ice cream, tuko na perfume, tunauza madera, kofia, miwani, tunauza juices tamu tamu. Na kwa upande wa section ya marashi, ikiwa kuna mtu yoyote ambao anataka kuja kuanzisha biashara ya marashi, basi sisi tutampatia bei ya wholesale, ili yeye pia aweze kupata riski na kuanzisha biashara kama ile. Tutakuguide step by step jinsi ya kuanzisha biashara ile, na inshallah kwa taufiki ya Allah utaweza kufanikiwa kama vile wengine walipofanikiwa. Na kwa upande wa ice cream pia tunauza ice cream kwa bei rahisi kabisa. Tunaomba wateja wote
waweze kutembelea na waone mazuri mengi ambayo tuko nao na tumewaletea ndani ya Mtwapa kwa bei nafuu. Kwa wale ambao wanataka kuwasiliana na sisi, basi unaweza tupata ndani ya TikTok kwa jina hilo hilo la Top Fragrance Mtwapa, na namba yetu ya simu ni 0101833007. Kwa yote yule anataka kuwasiliana na sisi ama labda kuweka order ya kitu yote ile, tunaweza kufanyia delivery free ndani ya Mtwapa. Kuna vijana wengi sana wanaangalia hiki kipindi chetu cha biashara mashinani ili wapate motisha na pia wapate nasaha, waweze kujua vipi watapeleka maisha yao. Pengine wewe nasaha yako kwa vijana kama hawa kwa ujumla, unawanasihi nini vijana? Ile nasaha naweza wapa vijana wenzangu ni kwamba kile kidogo walichokuwa nacho watawakal kwa Mwenyezi Mungu na waanze. Naam. Na jambo lingine na wasihi vijana waweke starehe kando. Naam. Ile kidogo utakachoanza nacho Mwenyezi Mungu ukutilia taufiki, inshallah kitakuwa kikubwa mbeleni. Kweli kabisa. Ni muhimu nitie bidii na uweke Mungu mbele na inshallah utaona mafanikio yake. Kweli kabisa. Na pengine katika swali la mwisho, wewe katika biashara kama hii hapo, una maono gani ya biashara kama hii kwa miaka ambayo inakuja? Mimi inshallah Allah akiniwezesha, ile ndoto niliyokuwa nao ni kuexpand biashara yangu kiasi cha kwamba niwe niko na branches kadhaa. Okay. Sehemu tofauti tofauti. Na inshallah hili jina la Top Fragrance Zen Ice Cream lienee kila mahali, iwe tunajulikana kwa huduma zetu na bidhaa zetu nzuri tunazopatia wateja wetu inshallah. Naam. Bwana Yahya, mimi marashi kama haya nimeweza kuyapenda sana. Marashi kama haya ni kama shilingi ngapi? Marashi kama haya inaitwa Yara. Yara. Bei yake inaenda kwa 2500. 2500. Na je, kwa wenzetu ambao pengine 2500 ni nyingi, hata kunukia na quality ile ile ya marashi kama haya bila kuchange quality, wanaweza fanya nini hapo kwa marashi kama haya? Sasa ndani ya Top Fragrance tumeweza pia kuwapatia huduma wale ambao bidhaa kama hii ambao hawana uwezo. Okay. Tunafanya kitu inaitwa decantation. Okay. Ni kwamba tuko na chupa ndogo ambazo tunampimia mtu marashi haya ndani ya chupa kama ile kwa bei ya chini kabisa. Kwa mfano, kutakuwa kuna chupa ya 10 ml ambazo tunaweza kupimia marashi kama haya kwa 350 peke yake. Uweze kunukia marashi kama haya ambao labda unaweza kuona bei yake ni ya juu. Ya juu. Kwa marashi yale 2500 akipata na 350 bado harufu ni ile ile. Bado harufu ni ile. Lakini marashi pia ni yale yale. Kama ni inakaa for 23 hours, 24 hours ni yale yale marashi. Ni yale yale. Kama vile tunavyopima marashi ya kupima, basi hizi pia tunakupimia ndani ya chupa zile ndogo. Kwa kweli hii ni afueni kubwa na nafasi kubwa kwa wewe mteja, ama wewe ambao unataka kunukia lakini huna uwezo wa kunukia kwa shilingi 2500, basi utaweza kunukia kwa shilingi 350 peke yake. Hii ni biashara ambayo ni sisi tujiunge na ndugu yetu kama huyu, tuweze kuinua na tuweze kuwa pamoja na yeye. Nimekuwa wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine kwa kipindi chetu cha biashara mashinani.